Huyu ndio kijana ambaye alipendwa na jini na mambo yakawa hivi. Hebu fuatilia kisa hichi sehemu ya pili. Baada ya kuwa tulianza sehemu ya kwanza, sasa tunakwenda kuendelea na sehemu ya pili ili uweze kupata mazingatio. Endapo itatokea na wewe labda jini amekupenda akawa karibu na wewe, je, uwe na tahadhari gani? Ufanye nini na nini ambacho unatakiwa ukikumbuke, ili mradi uweze kukaa katika hali ya salama na hali iliyokuwa nzuri. Siku zote wanadamu tunajifunza kupitia wenzetu. Yaani siku zote unapotaka kulijua jambo, basi usikurupuke. Angalia waliopita wakakutana na kama haya, walitoka vipi na waliyaendesha vipi, ili na wewe upate kuwa mmoja kati ya watu ambao watakaofaulu kwa hayo ambayo yatakayoweza kujiri dhidi yako wewe. Haya, tuendelee na sehemu ya pili juu ya huyu ambaye alipendwa na jini, na haya ndiyo yaliyomtokeza baada ya kupendwa na jini. Ama kwa hakika leo tunaenda kudili na sehemu ya pili. Tuliishia pale ambapo Yusuf Shah, kijana aliyependwa na jini, kaweka mkoba mezani, anataka kuufungua. Sasa sikiliza kinachoendelea, na kama ulikuwa hujasikiliza basi anzia mwanzo sehemu ya kwanza, ili ukifika sehemu ya pili utakuwa umeelewa zaidi. Aliufungua ule mkoba kwa umakini sana na shauku, huku akiamini kwamba hakuna kitu cha maana katika mkoba ule, kwa sababu alimkabidhi ule mkoba alikuwa ni kizee tu kimechoka huko kwenye daladala. Lakini nia yake kubwa ilikuwa apate aina yoyote ya mawasiliano, ima namba ya simu au dokumenti zozote ambazo zingemwezesha kumpata mzee yule wa Mtoni Mtongani. Basi kwa hali kama hiyo alikutana na mfuko wa kaki. Wakati anapekua ule mkoba, ndani ya ule mkoba akakuta kuna mfuko wa kaki, ambao mfuko ule ulikuwa umenona, manake umejaa kitu fulani hivi. Lakini cha ajabu, alikutana na harufu kali ya manukato kiasi kwamba mpaka akili yake ilicheza. Manake unakutana na harufu kali mpaka akili inashtuka. Basi kwa hali kama hiyo aliendelea kufungua kwa makini sana kile alichokiona ndani, lakini kwa mshangao mkuu alikutana na pesa nyingi sana, noti za shilingi 10,000, tena noti zile zilikuwa mpya kabisa. Sasa kimoyomoyo, yani moyo wake ulidunda, na moyo ulimdunda sana, maana aliamini huo ni mtihani kwake. Isitoshe alikuwa na wasiwasi mwingi, pengine yule babu alikuwa mzee wa busara kwa jinsi ambavyo alikuwa anaonekana. Naposema mzee wa busara namaanisha yani mchawi. Pengine alikuwa mchawi kwa muonekano wa yule mzee. Sasa leo mpaka na mahela haya nakutana nayo, maskini ya Mungu, na yule mzee, isije kawa mtihani kwangu mimi, yule bwana anafikiria. Basi alikuwa anaonekana yule mzee akiwa katika hali kama zile. Basi yule bwana Yusuf Shah alizihasabu pesa zote, zilikuwa ni shilingi milioni 8 za Tanzania. Basi alipata mawazo mengi sana juu ya hizo pesa, lakini hakuwa na majibu yoyote. Alijaribu kuwaza kuhusu ndoto yake aliyopewa pesa za sarafu, lakini haikumjia akilini. Alitaka kumpigia simu dereva wake amuombe ushauri, lakini akajipa moyo kwamba alale mpaka asubuhi kisha awashauri wazazi wake kuhusu hizo pesa ili
likimfika ajue pa kuanzia. Basi hakuna usingizi usiku huo. Juu yake hakukuwa na usingizi kulingana na maajabu aliyoyaona pale. Hiyo ilikuwa kihakika kabisa usingizi wake au kutokulala kwake, hali ilikuwa ndefu sana kutokulala. Maana alilala chali huku akiwa na mawazo kibao sana. Alicheza game kwenye kisimu chake cha kitochi kidogo kidogo mpaka akachoka. Muda ulikuwa umekwenda takriban saa 10. Akaanza kusikia adhana ya kwanza msikitini. Macho yalikuwa mazito sana, lakini hakuwa na usingizi. Alijinyoosha hivyo hivyo mpaka akapitiwa na usingizi kidogo. Ghafla alihisi kama anaishiwa nguvu. Mara akaona upande wa ukutani mzee amejitokeza. Alikuwa anamuona vizuri sana. Basi yule mzee alikuwa ni yule mzee aliyemtokea siku ya kwanza. Akasema, nafikiri sasa ushanizoea na unanijua. Sina shaka kwamba unakumbuka yaliyotokea jana mtoni Mtongani. Haya sasa, mzee amemtokeza au amemtokea na anamwambia unakumbuka yaliyojitokeza jana mtoni Mtongani. Sasa anashangaa, ina maana yule mzee alioniachia mkoba huu, na mkoba huu nimekuta una pesa, pengine ndo atakuwa mzee huyu au kitu gani? Anastaajab. Wakati anashangaa na kuingiwa wasiwasi mkubwa na mashaka, basi yule mzee akamwambia, usiwe na shaka kuhusu hizo pesa. Hiyo ni zawadi yetu kwako na familia yako, ila nakushauri usitumie hiyo pesa kwa ajili ya kunywea pombe, usitumie hiyo pesa kuchukulia wanawake. Hivyo vitu na kuhusia usifanye. Aliposema tu hivyo, kijana Yusuf aliamka kutoka usingizini. Haikuwa hasa usingizi, ni ile tu hali ambayo, yani ule usingizi ambao yani ni kama vile unapitiwa tu na kausingizi cha aina fulani. Basi ndio hali kama hiyo. Hali kama hiyo inajitokeza. Kihakika moyo ulimpiga sana, lakini anaangalia saa, anakuta ni saa 11 alfajiri. Basi Yusuf aliamka, akaoga, akakaa kitako, akatulia. Wakati huo anatafakari. Basi ilipotimu saa 2 hivi, aliwaita wazazi wake, akawaeleza kwamba alikuwa anafanya biashara kidogo na Mungu, kisha Mungu kamfungulia riziki kidogo. Kwa hiyo angependa kuwafahamisha kwamba anataka kuwawekea umeme wazee. Maana amewaambia kwamba nimefanya biashara na Mungu, Mungu kaniletea kipato, alhamdulillahi. Sasa nataka niwawekee umeme. Basi wazazi walimshukuru sana kwa jambo hilo na kumwombea dua, lakini yeye aliendelea kutunza siri, asimwambie mtu yoyote. Hata wazazi wake hakutaka kuwaeleza chochote. Siri yake aliitunza moyoni. Alikuwa na furaha nyingi, lakini alitafakari sana uhusiano wake huo mpya na majini. Aliwahi kusikia hadithi nyingi na visa vingi vya majini kuhusu miamala nao. Hasa alizingatia kauli ile kwamba usitumie pesa kwa wanawake na kunywea pombe. Yeye alikuwa hanywi pombe, lakini kwa upande wa wanawake ulikuwa mtihani sana kwake, tena hasa wanafunzi wa shule, wasichana wadogo, hususan wadogo ambao mara nyingi hupenda kusafiri bure kwenye madaladala, na mwisho wa siku madereva na makondakta
huwarubuni na kulala nao kwa malipo ya kuwabeba bure kwenye magari yao. Siku hiyo Yusufu hakuingia kazini. Alimpigia simu dereva wake akamdanganya anaumwa sana kichwa na hatoweza kwenda kazini, na badala yake alikwenda Zakiem Rangi Tatu kwenye benki ya Amana kufungua akaunti. Benki walimhoji kapata wapi pesa zote hizo kwa wakati mmoja, lakini yeye aliwajibu kwamba wazazi wake waliuza shamba huko mkoa wa Pwani, wakampa mgao wake, akaona ni bora afungue akaunti ili baadaye afikirie cha kufanya. Walimshauri kwamba akiwa tayari aje wampe semina elekezi kwamba ni biashara gani anaweza kufanya kwa mazingira ya jiji la Dar es Salaam. Yaani wale watu wa benki wamemshauri kwamba sawa, umepata pesa hizi ghafla na we mwenyewe hali yako ya uchumi ni ngumu. Sasa usikurupuke, weka pesa, tulia. Ukiwa umetuliza akili yako, baadaye njoo sisi tukushauri biashara gani itakayekufaa uweze kufanya ili maisha yako yapate kusimama katika hali nzuri na salama. Basi aliweka milioni 7 kwenye akaunti, pesa nyingine akaitia kwenye matumizi ya nyumbani na binafsi yake. Kesho yake aliingia kazini kama kawaida. Cha ajabu, mambo yalianza kubadilika sana, maana siku hiyo walipata pesa mara 2 ya kawaida yao. Ilikuwa wanajaza watu kupita kiasi, yaani gari yao ilikuwa inagombewa na abiria sana, achilia mbali kukodiwa kwa ajili ya harusi na shughuli mbalimbali, lakini walipata pesa sana siku hiyo. Basi ilipita takriban wiki moja tangia litokee lile tukio. Usiku mmoja aliamua kuwaita rafiki zake. Aliwasha udi kisha akasema, natamani tutambuane zaidi, ima mje au nije huko mliko. Kwa Yusuf Shaha amewasha udi na anatamani kuwajua wale rafiki zake wa kijini waliompatia pesa. Baada ya kutamka hivyo, akasikia kishindo juu ya bati. Alishtuka sana, lakini tahamaki alisimama msichana mbele yake. Cha ajabu zaidi, hakuwa na woga wowote. Alimwambia, nimetumwa nije kukuchukua. Yaani ule msichana anamwambia nimetumwa nije nikuchukue. Yusufu alijua fika kwamba anaitwa aende huko ambapo alisema niko tayari kuja kujua mnapoishi, tujuane vizuri. Lakini pia Yusuf alijua fika kinachoendelea zaidi na zaidi, ni hususan ule urafiki wa yeye na yule jini. Basi binti alijitambulisha ya kwamba anaitwa Nair binti Qais. Akamwambia Yusuf, nipe mkono. Basi akanyosha mkono. Yusuf akanyosha mkono wake wa kulia. Nairi yule binti akamshika ncha za vidole. Alipomshika Yusuf ncha za vidole, nini kilichoendelea? Insha Allah na kuomba endelea sehemu ya 3 ya kisa hichi, utapata kuona ukamilifu wake mzuri kabisa, nini ambacho kilichoendelea. Na nakuomba usiache kusubscribe katika chaneli yetu, usiache kushare ili mradi na wenzako wapate kujifunza katika visa kama hivi. Na mwisho kabisa, insha Allah, usiache kufuatilia madarisi yetu mbalimbali katika chaneli yetu, yatakufunza mambo mengi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.